about it right now, everything's okay. No matter where you find yourself, no matter what kind of stuff is going on in your life, underneath it all, everything's actually all right. You're okay. You have more power than you might be giving yourself credit for. If you have something that's going on in your life right now that's challenging or painful, it's just a reminder to take a little bit better care of yourself. Because you're worth it. You can have this feeling anytime you choose. Good morning, good afternoon, and good evening, guys. Welcome once again to the Young and Sweet channel. You are welcomed by yours truly, Newton Gugi. Hi everyone, hapa ni Josephine Wamboi kutoka mtaa Kangemi #223. Tumekuja sana kaa gari za Mira. Good afternoon guys, Nyiha once again from Githurai na karibuni sana. Wale wao ni yule wao ni Maxi. Kabisa. Shukran sana wadau umeweza kutujoin leo. Kama kawaida we shot the first episode a month ago and you have been able to repay by giving us your feedback na tumeweza kuwa tumeappreciate sana and Young and Sweet podcast on YouTube, Facebook and TikTok. So today guys we are joined in the panel by our well-meaning friends ambao tuko nao hapa. We will introduce them off camera. Tuko na Blessing na pia tuko na Mercy. Wamekuja kutupatia the support and to show us the love and as we push on, sindio? So Josephine, ningependa kujua how have you been, how is you, how are you faring na mambo kama hiyo? Okay, nimekuwa poa sana. So kufuatilia tu Zora. Sisi si Mataliban. Yeah. Otherwise I'm healthy. Yes. Yeah. I've been busy volunteering at Westlands Clinic. Yes. Yeah, that's my passion. Perfect. So basically it's a good thing and it's a good idea. So Nyiha pia, how have you been since the last episode? Yes. I've been okay. Nimekuwa tu shule, unajua shule tumefungua. Okay. Kiriri, we don't have long holidays. Wiki mbili, rudi msome. Yeah. So I've been good. Yes. Biashara kidogo, kutafuta dough hapa na pale, kusoma, project. Unajua fourth year pia. Yeah, inakusukuma kidogo. Lakini niko sawa kabisa mimi. So Kiriri kuna masomo si KU. Kiriri kuna masomo. Na pia unajua wiki haijakuwa mzuri sana. Okay. Umeelewa wale wafuta, si ndio? Kenya hata tunashinda tunaenda wapi? Nasikia akisema Kenya hatuame, lakini coach manze itabidi tumfikiria, si ndio? Sawa. Perfect guys. So leo tuko na topic moja very very basic. Tutakuja kuongea about something that ili to affect sisi, si ndio? Something that mnaweza kumbuka na mnaweza like you share the experience, si ndio? So basically the topic is diabetes and mental health, and I'd like also mweze kuniambia, mweze kuambia the audience who are eagerly waiting how you are able to maneuver that phase in the management. So kitu inasumbua watu sana is the fear of the unknown. Okay. Personally, if you didn't know about diabetes, uambie uko nayo, utashtuka obvious cause yes imekupata but you don't know what is diabetes. Of course. So what imekuwa ikitusumbua is the fear of the unknown. Yes. Cause you think now that's a death sentence to you. Yeah. So And you are very young, si ndio? Very very young. Ulikuwa bado kwa shule, si ndio? Niko shule. Trying to maneuver vitu nyingi, adolescence nini, si ndio? Na bado ujijui na umeambiwa ni for the rest of your life, si ndio? In the previous episodes tuliweza kuongea about that, and also when we are connecting that to currently where we are, how did you get over it? Uliwezaje ku get over the mental status in that stage? Niweze sasa kujiaccept through all that phase. So I think the first
the first thing inakuanga kujikubali. Na ukishindwa kujikubali, the people around you, venye tulikuwa tunasema kwa the other episodes, the people around you, your parents, your family, your the friends, society, of course, the people in the hospital when you end up for clinics, watakusupport. So the moment they support you, unajikubali. Ama kama uliweza kujikubali before upate support system around you, inakusaidia sana during when you are dealing with mental health issues. Kwa sababu pia kuambiwa kupatiwa news zingine umeenda ukifikiria labda for kama mimi nilikuwa nafikiria sijakunywa maji for a long time, that's why nimekuwa nikifeel thirsty, juna feel thirsty na kunywa maji mingi, kunywa maji mingi naenda choo sana. So I used to think ni just kunywa maji until I was told I'm diabetic. So unaona, if unajikubali mapema ama unapata support system nzuri na strong from where you are, inakusaidia pia kudeal na issues zako, especially za mental health vizuri. Perfect, because that is one area of blame, ile self blame, si ndio? Unaanza kuwa guilty, unaanza kuwa na low self esteem, si ndio? In your situation, Max, how did you overcome that, and did it happen to you, ama how did you overcome it? Unajua, as a young person kama mimi ni kijana hivyo, inakuwa ni ngumu sana kuitikia hii disease imekufikia, unaona? Vitu mingi kwa society yetu tuna believe ni the old, ama msee maybe kwa caste kulingana na society. Lakini sasa kuna time inafika sasa, kama mimi personally kuna mabeshte umekuja umepata ati wewe unajua uko different kama na wao. Because unapata time mingi mabeshte wako wameenda rave, ukienda wacho unabaki ukiwa nje. Sababu sasa ushapatwa na hiki, unaona? So inakusumbua. So iko na transformation ya kutoka maybe ku accept, yani hiyo acceptance, hiyo stage ya kuja accept. Inakuwa ni tricky kidogo. So overcoming the denial part ndio ilikuwa ile stage muhimu sana, si ndio? So it was I would also like to know in what other way did maybe where did the mental health ilianza what are the causes, nini yani ilichangia wewe kupata kwanza kujiuliza maswali, hii condition niko nayo hii si yangu, unaona? So kama for example kukosa madawa, which is common, si ndio? Na this is the unfortunate truth. Kuna watu ambao type 1 we rely on medication. Hii mwezi unapata medication, next month medication inakuwa shida kupata. You need this you need to kupima your sugar, si ndio? Kuna unakosa, si ndio? Ujui what your status is at the moment. You need to go for tests. So if you experience such kind of design ama anxiety, unajiambia yes I'm managing diabetes but sijui what I'm managing because I can't measure. You know, diabetes is a lifetime condition. So anxiety hakuna siku itaisha. Because for example nikiambiwa next weekend tunaenda hike, si ndio? Nitakuwa najiuliza sasa tukienda hike ikifika mahali nishikwe na hypo na tuko kwa mlima na watu understand, unaelewa? Ama mnataka kwenda Dunda, uko na mabeshte, wengine wanajua uko nayo, wengine hawajui. So kwa hapo kijiuliza, watashangaa mimi ni church girl, mimi ni kasichana kazuri sikunywi, wanajua condition, then juu ya pressure nikiitisha kachupa kamoja wateno watasema huyu atakuangi serious na ugonjwa yake. Unaelewa? Like inatusumbua every time. Unaelewa? Like inafika sometimes najiuliza mtu akinioa atake nizae, kuna zile mimi najielewa. So as in hiyo anxiety saa zote unajiuliza swali cause ya expectation ya watu na the reality na vitu kwa ground. So to me anxiety haishangi. It's an ever there because you are meeting even new people. Kuna wale washakuelewa lakini kesho kuna wale hawatakuelewa, wakuelewi. Ukienda gym unainua chupa alafu sasa energy inaisha. Unakaa wewe ndio mnyonge lakini sasa wewe unaelewa hypo kanaanza kukuja. So unataka kukaa chini lakini gym instructor no pain without gain. Lazima kusukume wewe amuka. Hapo kwa gym
hata nitoke kidogo kwa topic hapo kwa gym. Mostly what I tell people, hata nilisema kwa support group yetu, ni vizuri sana ukijua unaanza gym, first talk to your instructor, mwambie I'm diabetic, so I want to do intense workout, nafanya tu ile exercise ya moderate. Ndio tena usishikwe na hypo imekugonga, umeenda chini, watu wanaanza kukupepeta hapo, ama unapatiwa intense workout venye itakudhuru baadaye. Yes. True, that is the situation. I would also like to get the experience in terms of occupation. Umesema anxiety ni lifelong, ndio? So occupation, kuna zile job ni pressure, right? Sema kama ni job ya supermarket hivi, you have to stand the whole day. Unaona, so mtu hata kuelewa kwa sababu kuna hiyo condition, hata unaona kama ni laziness quote unquote, ndio? I don't know if my experience such kind of a situation. Did you have to change maybe occupation Juliana? Hii kazi nafanya mentally now you start even choosing what you can do and what you cannot do. Na sio easy because you are a youth, you are full of energy, you are at the prime of your life. Sasa ndio unafaa ku make most and gain the resources most. So Max, kuna kitu kama hiyo happen ama ukasema mimi job fulani siwezi fanya kama ya MJ hivi. Kuinua hiyo mawe hivyo. Kwanza hapa ndio sana. Tunajua kwanza MJ unaenda hadi jioni. Kuna ile time nimebuda chukua dawa, sema ni saa 5 hapo. Hiyo time sasa una imagine kwanza kuwa MJ ungewezi kusikiza. Hakuna. Hadi akwambia nini. Because essentially mnalipo the same. Unaona, so wewe ukaanza kupatiwa some special ama preferential treatment, wataanza kuona ni kama hata umeanza maringo kidogo, sio? Hata utaenda siku mbili. Utaambiwa yenyewe tu. You are not worth the kazi, ndio? So it's mentally for everyone living with diabetes, especially young people, because even opening up is an issue. Ndio, because hizi ni vitu ambazo tunajifichia. Unaona, we are not many. That is the first and foremost, even in the demography of diabetes, even worldwide. One in every 10 ndio wako na type 1 na ni different na ile type 2, ndio? So we are different in that way. So mentally we have to preach this gospel, tuambie watu, we make them aware, ndio? And that is why we are using this channel in the various social media handles that we have: Facebook, TikTok, Twitter, and also Instagram, ndio? We are hashtagging all that and also bringing in the mental health aspect, ndio? So kwa hiyo story ya our social media handles, tuko Facebook @young&sweet, Instagram bado @young&sweet, TikTok pia tulijoin. Nafujo sana. Hiyo content inakuja. Make sure mmetufollow. So Facebook, Instagram, TikTok, YouTube @young&sweet. Alafu pia tuko na WhatsApp group ya support group ya tutashare contacts after. Join, si lazima kwa diabetic kujoin, vizuri juu tuna create awareness. You can join for someone else's on behalf of someone else. So please like, share and comment. Sawa. That's a very good junction also to let people know that as I described hapo mbeleni kidogo, we have the causes of mental health and diabetes, ndio? Vile nilikuwa nasema inaccessibility to medication, education pia ni muhimu sana, because in a lifelong condition you need to know how to manage this condition for the rest of your life. Na sio kila mtu akona accessibility. I have been privileged kwenda mashinani whereby mtu anapatikana ni type 1 but also education hakuna. Na sio education yake, education ya the person, the healthcare provider. And the first medication anapatiwa maybe ni ya kumeza. And we all know huyu ni type 1, anafaa kufanya nini? Anafaa ku get insulin administration. So unaona? So education is lacking because unapata huyu mtu akienda kutumia hata ile medication amepewa, hajui what is happening in the body. Unaona? So Max, in a way that I know, for example, si tulipewa medication tukaambia uende uitumie. What was the shift mentally from you? Unajipata uko na hii medication, haina watu wengi, ni ya kujidunga. How did you navigate that? Kwanza unajua kuna ile time unapoa sindano. For the first time. Unaona? Ukienda home, ili kuna ile masaa ya kujidunga. Plus sasa wale watu wako home kwenyu, ukienda na kuuliza, utakuwa unajidunga daily. Unajidunga, unaweza kujidunga, mtu anaona hiyo kujidunga ni ngumu sana, unaona? Hii inaku affect sana kwanza, cause hata unajiuliza how do I manage this? Nitagetaje kumanuva
hazikuwa najidunga on a daily. You start questioning yourself, ndio? So hiyo inaku affect sana. So mimi Kenya naweza ambia watu ni wanafaa kuwa wanakubali wa accept hii disease iko. It's a high time wa kuwa na support watu kama sisi. So I'd say mimi mentally venye ilifanya ni shift juu nilikuwa diagnosed while I was in high school form 2. So kila kitu hapa imechange. Unakula special diet, unafaa kwenda kama mimi before nijue kujiekea dawa nilikuwa naenda kwa caterers kila siku, kila time lunch, asubuhi, jioni. Food ni breakfast saa 5, lunch saa 10, usiku supper time na maybe saa zingine usiku na pewa packed lunch ya kuweka kwa door. So the real deal ilikuja sasa time ya kuji-inject, because time inafaa ku-inject it's either tuko diet prep, juu nilikuwa tumia mixed night prep na asubuhi. So time yote yenye nafaa kudunga niko wapi? Niko class. Asubuhi niko class, niko prep. Jioni niko class, niko prep. Nitaanza kudunga je niko class. Nitatoka je nje, na season nilikuwa in denial stage. So hakuna mtu alikuwa anajua nilikuwa low key. So hakuna walimu walikuwa juu isipokuwa deputy principal hivyo. Nitatoka je nje niambie mwalimu on duty nimeenda kudunga insulin. So I think hiyo ilikuwa ilini affect sana. So what I did, my friends kama 5 hivi selected kama 5 wenye na trust. So nilikuwa najua time imefika. Actually hao sasa ndio walikuwa wananikumbusha time imefika ya kudunga. So they used to like kuni surround, wanasongesha desk venye nitakuwa katikati yao, my desk mate wa kando na wa mbele na wa nyuma. Nadunga hiyo inaisha. So unaona hiyo kujificha ujidunge ama kila mtu kushinda kiuliza mbona unachukua mkate ya brown, mbona unaendea food kila time unlike sisi, mbona unafanya, you see those questions unafanya I do feel this is too overwhelming, nitafanya nini na sitaki kuambia watu. There comes now stigmatization, right? Like the other day, like after niliendea sati yangu, like after 7 years since nilimaliza. So when I went juu shule, I was the only diabetic person. When niliendea, like everyone was shocked, like walikuwa na expected kufa kitambo, like kila mtu sasa tujaendea for 7 years, like they were guy bado huko, like nikauza nilikuwa naenda wapi, na bado uko na ile ugonjwa yako, like they are like ni kama uli graduate vile ulimaliza high school ukatoka hiyo level, so ukaona ni kama imekuwa imefizzle, imepotelea, si ndio? Like unajua tu ukiwa in shule, like nakwambia what people ni nini na inaweza fanya ukwe mentally ill ni venye watu wanafikiria. Na maswali and the questions. Ukiwa shule saa zote nini matron anakuulizia ama caterers anakupea hiyo extra food. Shule na watoto like wanaanza kuuliza you related na principal na nani, as in like hata kuna fika mahali hawataki kuassociate sana na wewe juu they think wewe ni spy, utakuwa spy. Unaweza kuwa na kitu because you know. I get that. I see kama true in relation to what we are discussing also. There's the concept of also stigmatization, as we had said, in the anxiety. There's a study that I came across, ilikuwa inaongea kuhusu the aspect of optimizing mental health and diabetes management, ndio. In one way they were talking about the language. Also the language that it is used outside there. So you know when they are describing a situation ama when they are describing mental health to in diabetes, ndio ina bring about that aspect of mental health. For example, umeenda mahali ama umeenda clinic ukapata when you are being approached, watu wa sukari wako wapi, as in there is it is not bad connotation, but the moment kila mtu anajua ati watu wa sukari wanapanganga line hapa, like for example tabile vaccine ilikuja, si ndio? Kulisemekana the first people the priority ni over 58 na watu wale wako na sukari na hypertension. You know, it is good intention communication, but ule mtu hana hizo conditions atajambia
am okay, mi sina sukari, sina hypertension, I'm not over 58. So wale youth wengine wakajiambia they are protected na hawezi take any cautionary measures kama kuvaa mask and what have you, si ndio? Because it is the language that can also bring the stigmatization. Unaona? And at the end of the day hakuna mtu anamkanga asubuhi. Kama for example wewe kama ungeulizwa before uzaliwe you see how your life will go, upate kuna mahali utapata DM mahali unge choose nini hapo, una skip, unaona? Una skip ad na sio ad ni life yako, si ndio? So in that aspect we can also try to also share to the guys how you can overcome. One way I find it that is very very inclusive ni support group, like the way we are here tuko wanne hapa, si ndio? But the moment uko tu hivi chini unaona call ya Max inaingia, call ya Josephine inaingia, call ya Naomi inaingia, you find that huyo ni mtu, you prioritize it kabisa, si ndio? Ama text, unaona, you feel you can understand them, si ndio? How has support group helped you? Because I know we come from different support group. Imekusaidiaje support group in overcoming mental health issues and living with diabetes? Unajua kwa support group inakuonyesha si wewe peke yako. Wapi, mwenye uko na this disease, unaona? Unaingia unapata uko na experiences zingine za kila msee. Of course. Kama mimi through nyinyi have kulearn kujua si mimi tu youth ati tu niko na hii disease na pia tunaweza fanya hii podcast, unaona? Yes. So support group zina help sana, zinachangia sana. Hiyo ndio kitu naweza sema. So that one is emotional connection, right? Yeah. So how about you, Josephine? How did the support group over the years imesaidiaje in terms of access to medication, in terms of access to education, in terms of the physical engagement? Kuona kuna mtu mwingine ako na hii condition na ni youth, how na labda hata anaendelea na maisha yake kawaida, ana succeed, unaona, anaenda majuu, anafanya kazi zake, anafanya harusi, unaona, hizo ni vitu za kawaida, watu wanaona kama ni kawaida, but the moment ulipata DM ulianza ku-question kama unaweza achieve vitu zingine, si ndio? Okay, support group inasaidia one cause inakupe hope. Yeah. You don't feel hopeless and then you don't feel lonely. At least mko wengi. Another thing, support group, you are able to access medication at a cheaper price because you are supporting each other. Yes. Yeah. Yeah, that is very important because with support group it is a cost sharing method, unapata. So kuna mtu kwa support group labda anatumia dawa inafika 1000, but kuna mwingine kwa support group anatumia dawa ya 300. You can come across, mnakaa chini mnasema let us contribute 500 ndio so that we can share the cost, unaona, na kila mtu at the end of the day anapata nini? Anapata the medications, ndio. How about knowledge in terms of education? Ujue DM ni kitu ina involve na masomo lazima kuwe nayo. The best place to learn I feel from my experience in a support group, because utapata mtu akona experience tofauti, alafu na in support group you can attract even healthcare professionals who are dealing with a specific. Mnakuja mnapata kuna screening ya macho, right? Like for example I come from Westlands, ndio, kuna screening ambazo zinaendeleanga tofauti, si ndio? So basically that is how I can see it. Yeah, for me naweza sema support group okay, in diabetes tunasemanga atuangaliangi miaka, how old you are, ndio tujue kama wewe ni mkubwa wangu ama wewe ni mdogo wangu, but miaka zenye umeishi na diabetes nayo. So for example mimi nimeishi na diabetes for 7 years. Josephine umeishi na diabetes for how long? 16 years. So hapa Josephine ni mkubwa wangu. So kwa support group unapata kuna mwenye ameishi na diabetes for a very long time compared to mtu mwenye amekuwa diagnosed maybe like a week or a day before. Yeah. So what happens ukisema for example nimekuja nikasema jana kuna venye nilikuwa nasikia na sijui nilikuliendaje. I don't know what to do. Huyu mwenye akona experience sana atafanya nini? Atacomment. Atamsuggest. Okay, kwa support group we don't tell people what to do but we suggest. Umejaribu kufanya hivi, umejaribu kuchange insulin, umejaribu kuangalia kama diet yako iko sawa. So I think kwa support group inasaidia pia kuweza kumanage, because hata kama tunasema you are your own doctor, you still need someone to guide you. So yeah, I think imesaidia sana kuhelp in management of our condition. Right. Alafu another thing, you know, saa zote we want to tend to look at the negative side. The positive side of it, ya diabetes, I always have 2 birthdays.
One ni kesho, October date 10. And then the other one, it's November date 14, where we celebrate the World's Diabetic Day. So guys, purpose to get diagnosed, learn more about diabetes, because ujui leo uko sawa, kesho inaweza kuwa iko juu ama iko chini. Of course. Okay. Because at the end of the day, as we purpose to also live with this condition, it can get anyone. That is one. Yeah. It can get you anywhere you are at any stage of your life. You see, it can also get any place. It doesn't matter the color, the country, the region, ama kitu kama hiyo, ndio. As long as we are living on earth and we are sharing the same ecosystem, just like how we saw with COVID-19. I don't think there's a country in this world haikupata COVID-19. Na kama iko, niambiwe juu unaweza penda kuenda huko. So it is a universal condition. And that is why we celebrate the World Diabetes Day, because it is something that is global. And this year's theme is access to diabetes care. Because in COVID-19 context, tumesuffer sana as people living with diabetes. Tumekosa madawa, that is one. There has been fear mongering among people living with the condition. There has also been trouble in diagnosis. Watu wengine wamekuwa misdiagnosed, whereby unapata mtu ameenda kupimwa COVID, anapata kuna high sugars. After COVID, unapata uko na high sugars. It is just a confusion in the healthcare sector globally, right? So we want to say that next month, November is usually the diabetes awareness month, and we have a lot of activities. Yeah. So I would like also to hear from you guys what sort of activities what we are planning, sindio, as the Young and Sweet team, sindio. We have an activity that is coming up, sindio. So maybe you can let the audience know what we are planning. So the main thing is education and information, because information is power. Yes. Na pia wazee tutokee tujibambe hiyo siku, it's our birthday. Tujiachilie. What about it is basically that, and also we are trying also to create awareness. We want my goal in my life is that I want for every person living with diabetes watu watano wakuwa wakijua. So it will be hiyo ratio iende kipungua, not that 1 in 10 people ndio wako nayo. It is now 5 in 10 people know that there is diabetes, and that is a win, because we want to preach the gospel to everyone living outside there, sindio. We are purposing to have a colorful event all over the country. This country imegawanywa in counties, ndio, and there will be activities here and there. And our platforms tutakuwa tukishare activities in terms of screening, in terms of also production of t-shirts, like what we are planning to do with the merchandise, ndio, whereby we want you guys to support us, also to help us show the community that is a condition ambayo we can manage and live with, ndio. As we also wrap up, I can also also make you remember that kesho ni World Mental Health Day, and that is why we have spoken about diabetes and mental health as we continue to conclude, sindio. And how maybe a question can be from one of the panelists that we saw is, how can one join a support group in one way? How can one join a support group? So you can join the support group through our contacts. Yes. So mine is 0720 38 17 42. Yeah. So the support group basically it's a family. It's a family for us. Anytime you will inbox us in any social media handle, Facebook, Instagram, YouTube, and TikTok, we'll be very, very open to welcome in the support group. We have got youth who are living between 18 and 45, and they are doing all their things in their lives, indio. So by reaching out to us, we are open for the support group and also open to welcoming you to the family and enjoying the benefits that we have said, that we can manage the diabetes for the rest of our lives, indio. Yes. Still on that note, social media and support groups and supporting each other. Follow us on Facebook, Instagram, TikTok at Young and Sweet, and YouTube at Young and Sweet Podcast. Yes. Please like, subscribe, share, comment kenye unaweza taka kusikia on the next episode. Topic yenye unataka tuongelele, and kutoka hapo kwa social media handles, there's something I wanted to say about how to deal with mental health and diabetes, ama how to avoid. Moja ni hiyo yenye tumesema support groups. Alafu another thing, it's good to always talk to someone you trust. If when you mtu tunasemanga introvert, find someone that you know hata kujudge ukienda kumwambia ABC is happening to me,
or when something is you feel something is amiss somewhere, or you feel you are at your lowest points, always find someone to talk to. It can be your friend, it can be your mom, your parents, it can be your relatives. Bora asikuole mtu mwenye ata lower your spirit other than kupatia nguvu ya kuendelea. Another thing is unaweza tafuta other experiences from other people. Get to know walidealaje after diagnosis, how they overcame their what do you call it? The diagnosis for the poly. Yeah, how they overcome their denial stage, because at denial stage ndio unapata actually mental health inakuja, because hautaki kukubali uko diabetic, hutaki kukubali utajidunganga kila siku, hutaki kukubali all these things about diet, ufai kukunywa chai ya sukari. So remember, support groups, kuongea na people who you trust, who are close to you, and peer from listening to other people's experiences, it will really help. Yes. So guys, kumbukeni date 14 kuna form. Join us as we celebrate the day. Usishinde kwa plot tukifua nguo na kuota jua. Join us. Yeah, there are many activities. Lakini unaweza fua nguo zote jua, si ndio? Ufue date 13, date 14. Kutoka asubuhi. Tunajibamba kabisa. Na pia gava yaje kutucheza manzi. Sasa hiyo ndio history ya voter registration ndio wanaleta. Wanafaa kuwa wanaleta kits za kupima wasi. Shughuli nini. So hapo hiyo challenge wa take manzi. True. Huko tunaumia. Yes. Kabisa. As we wrap up, guys, we want to say thank you once again for joining us for this episode. We will do more, tunaendelea tukikazana, and at the end of the day we want to push the agenda. We want the agenda to live longer than us, ndio? So that is basically the point of this engagement. And as always, the Diabetes Marathon continues. Thank you.